Niko na mzee Msumi, ni siku ya uchaguzi mkuu wa Young Africans. Habari za muda huu mzee wangu? Bwana, habari heri. Salama. Kwema kabisa. Naona mwamko ni mkubwa hapa, wana Yanga ambao wamefika hapa Superdome Masaki kwa ajili ya uchaguzi. Ndio, wana Yanga wamefika hapa kutimiza matakwa ya katiba. Ndio. Unajua katiba yetu inaelekeza mihula. Kila baada ya miaka minne tunafanya uchaguzi. Umeona bwana? Kwa hiyo wakati umefika, leo tunafanya uchaguzi. Leo bila shaka wanasema nafasi ya engineer iko waziwazi, ni kupitishwa tu. Ni kweli, kwa sababu katika nafasi yake hakuna mgombea mwingine. Kwa hiyo nafasi ya rais, nafasi ya makamu, hizi ni kuthibitisha. Unafikiri nini ambacho kinafanya sasa engineer anakosa mpinzani kwa misimu miwili ya uchaguzi? Msimu wa kwanza ilikuwa vile vile, lakini awamu hii kapita bila kipingamizi. Sio anakosa. Unajua wote sisi wana Yanga. Na kikubwa tunahitaji maendeleo. Sasa kama tunaona mwanachama mwenzetu anafaa kuendeleza, ya nini sasa? Tunachotaka sisi maendeleo. Tunachotaka mpira uchezwe. Hivi vyote vinafanyika, hakuna sababu, ndio hiyo. Kuna sababu ya kumweka mbadala mwingine? Hakuna sababu. Lakini nasikia hapa kuna wanayanga wanalalamika, wanasema hapa bila jezi ya Yanga uchomi ndani. Sio kweli. Huo ni uongo. Wanayanga wanatambuliwa kwa katiba yao, sio kwa kuvaa jezi. Afu ifahamike, huu ni mkutano mkuu. Ina maana idadi ya wapiga kura mkutano mkuu wanafahamika kwa matakwa ya katiba. Ina maana kila tawi linawakilishwa na wanachama 5 na majina yao yako kwenye kompyuta. Tawi gani, mkoa gani, kompyuta inasoma, anaingia kwenye ukumbi. Sasa unaizungumziaje miaka minne ya Engineer Hersi Said akiwa ni rais wa Young Africans na mara hii anaenda kuchukua minne mingine tena? Miaka minne iliyopita unazungumziaje, lakini pia nini afanye kwenye miaka minne ijayo? Miaka minne iliyopita kila mtu mwenye macho kaona, mwenye masikio kasikia. Na miaka inokuja kwamba pale walipoanzia, alipofikia, ina maana ataboresha kwenda mbele. Hiyo ndio kubwa. Ahadi ya uwanja bado haijatimizwa ndani ya miaka minne, mzee Msumi. Nilijua utakuja huko. Sasa kwa matakwa ya sheria na ya katiba, utaratibu wote, jambo lote lenye thamani kubwa ya mali lazima upate ridhaa kwa wenye chombo chao husika. Kwa mfano, mawaziri wote wanakwenda kuomba bajeti bungeni. Bunge ndio linaidhinisha. Ina maana bunge, wawakilishi wake ndio wale wabunge. Na kwa niaba ya wanachama wote wa Yanga walikuwa Tanzania na nje ya Tanzania, wawakilishi wao ndio hawa wajumbe wa mkutano mkuu. Tunataka kujenga uwanja ujulikane thamani kiasi gani, kama kuna mikataba ifahamike. Baada ya mkutano mkuu kulizia ndio jambo linakwenda. Lakini mwingine halijui, anashikilia bango tu. Unajengwa lini? Ndio la kujibu hata kesho. Sababu hivi vitu vinakwenda kwa utaratibu wa katiba na sheria. Huwezi ukakurupuka, kwa sababu hii ni mali ya taasisi, sio mali yako kajiamulia unavyotaka wewe. Unaona, waahidi wana Yanga kwamba leo maswali kuhusiana na uwanja yataulizwa humu ndani ya mkutano. Leo ni wanachama kutoa ridhaa tu uwanja ujengwe. Sitegemee kama kuna mwanachama wa Yanga atauliza maswali, kwa sababu leo kwanza, baada ya kutoa utendaji wao wa kazi wa miaka minne, tutakuja na vipengele wa marekebisho, maboresho ya katiba yetu. Baada ya kuboresha katiba yetu sasa ndio uchaguzi utaendelea. Na ili uwanja ujengwe, ndio maana kwa moja upate ridhaa ya wawakilishi wa mkutano mkuu ambao ndio hawa unaoona. Naam. Kwa mambo yako shwari kwa upande wa engineer. Sio kwa mambo yako shwari kwa upande wa Yanga. Maana unaposema engineer ni mwanachama wa Yanga kama wanachama wengine. Ila katiba inatoa fursa. Unakuwa na haki ya kuchagua, aweza kuchaguliwa. Sasa yeye aliomba hadhi ya kuchaguliwa, na tulimchagua miaka minne katufanyia kazi, na leo tunakuja kumpa ridhaa tena ya kutuongoza miaka minne. Na ndio maana wana Yanga kuona kwamba kiongozi tuliokuwa naye anapotupeleka panalizisha, hawakuwa na sababu tena kujaza fomu. Bana, mimi nikushukuru sana mzee. Lakini utakumbuka mimi ndio nilichukua fomu. Ulimchukulia fomu engineer? Kwa nini ulimchukulia fomu? Ni kwa sababu kwamba alikuwa hana muitikio wa kugombea tena au ilikuwaje? Maana tulishinda kwa jana aniofaa. Na sio sehemu zote kama hapo vijana lazima kupona mzee. Na busara za wazee zinahitajika. Kwa hiyo tumeona huyu kijana na busara na hekima. Na sio sisi tu wanachama wa Yanga. Tumetoa fursa kwa Afrika na dunia nzima. Uwepo wa Engineer Hersi Said. Leo ndo mwenyekiti wa vilabu barani Afrika, si ndio? Lakini bado mjumbe wa kamati ya mashindano ya FIFA. Huoni fahari kwa Watanzania? Sasa kuna sababu gani kama Afrika nzima inamkubali, dunia inamkubali,
Unapinga kitu gani? Sembuse wewe mwananchi wa Mburahati. Mimi niwashukuru kwa hilo. Bwana, shukrani sana. Asante sana. Ili kuwa mwanafamilia bora wa Global TV, usisahau kusubscribe, like, kushare na kucomment. Baada ya kusubscribe, bonyeza alama ya kengele ili kupata taarifa kwa kila video inayopanda Global TV Online.